Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu apata tumbo joto baada ya askofu kwa jina Ruwaichi kumvaa mbele ya umma akimpa ujumbe mzito ambao umezua gumzo nchini Tanzania. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Kenyascope, mahali pa habari makini, maoni ya kina na uchambuzi usiokuwa na upendeleo. Leo tunakuletea simulizi ya kusisimua kutoka Mwanza, Tanzania, ambako tukio moja limetikisa taifa na kuvuta hisia za watu kutoka kila kona ya nchi. Katika kile kilichotarajiwa kuwa tamasha la kawaida la kusherehekea utamaduni wa Mtanzania, alilienda tofauti pale askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza kwa jina Yuda Thadei Ruwaichi alipotoa ujumbe mzito mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tamasha hilo lilihudhuriwa na viongozi wa serikali, viongozi wa dini, wasanii wa tamaduni za asili, wazee wa mila na maelfu ya wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya kanda la Ziwa. Lengo kuu lilikuwa kusherehekea na kuenzi urithi wa utamaduni wa taifa, lakini katika hali isiyotarajiwa, hotuba ya Askofu Ruwaichi ilibadilisha hali ya hewa ya tamasha hilo. Kwa utulivu na staha, lakini pia kwa uzito wa kiroho, askofu aliwasilisha ujumbe unaogusa nyanja zote za maisha Mtanzania wa kawaida, kutoka changamoto za kijamii hadi hitaji la uongozi wa haki. Alizungumzia hali ya ukosefu wa haki, mfumo wa kijamii na wanyanyasa wanyonge, na umuhimu wa viongozi kusikia kilio cha wananchi. Wakati hotuba hiyo ikiendelea, ukumbi wa tamasha ulitulia kwa mshangao. Watu walitazamana kwa majonzi, wengine wakitokwa na machozi wakitafakari maneno ya askofu. Hakuwa na jazba, lakini sauti yake ilikuwa sauti ya watu waliochoka kudhulumiwa, sauti ya taifa linalohitaji mwelekeo mpya. Vijembe dhidi ya rushwa, matumizi mabaya ya madaraka na uonevu wa watoto wa maskini vilisikika bayana kwenye hotuba yake. Askofu alisisitiza kuwa utamaduni wa kweli hauwezi kustawi katika mazingira ya uonevu na ukandamizaji. Haki, maadili na heshima kwa utu na kila mtu ndivyo vigezo vinavyopaswa kuunda msingi wa taifa. Rais Samia alionekana kusikiliza kwa makini, ingawa hakujibu moja kwa moja. Usoni mwake palionekana tafakari ya kina. Wachambuzi wanasema huu ulikuwa ujumbe wa wananchi uliopita kwa njia ya kiroho. Miongoni mwa waliochangia mitandaoni, wengi walimsifu askofu kwa ujasiri wake, wakisema ametimiza wajibu wa kiroho na kijamii kwa kusema ukweli hadharani. Kwa mara nyingine tena, sauti ya dini imesikika kama kioo cha jamii isiyo na nafasi ya kujieleza. Tamasha hilo liliendelea na burudani mbalimbali, lakini gumzo kubwa lilibaki kuwa hotuba ya Askofu Ruwaichi. Waziri wa utamaduni alitoa wito wa kuenzi mila na desturi, lakini akasisitiza kuwa haki na maadili ni msingi muhimu kwa maendeleo ya utamaduni. Na katika hitimisho la hotuba yake, askofu aliwaasa viongozi wa jamii kwa ujumla kutambua kuwa taifa haliangamii kwa nguvu ya waovu, bali kwa ukimya wa watu wema. Kauli hiyo iliwaacha wengi wakitafakari, huku mjadala ukiendelea kushika kasi mitandaoni. Hii ni Kenyascope TV, mahali pa kusikiza zaidi ya habari. Ikiwa umefurahia taarifa hii, tafadhali subscribe, like and share video hii. Tuandikie maoni yako hapo chini na endelea kuwa nasi kwa uchambuzi mwingine wa kina kutoka pembe zote za Afrika Mashariki.